hii machungu ambayo niko nayo inanifanya ni kuwe naongea mambo ambazo mengine sipaswi kuzungumza kwa sababu ni mambo yako kwa process sasa hivi tunayafanya. Lakini naomba kuhakikishia kwamba Samia anadondoka. Kwa mambo ambayo ninayajua na ninashirikishwa na watu wingi juu ya kuparalyze serikali, na kuhakikishieni kwamba Samia Suluhu Hassan pamoja na majizi zake yanaondoka. Naomba kutoa taarifa moja ambayo kama itakuwa sio ya kweli, tunamuomba huyu mtu aje aseme ni uongo kwa sababu nataja jina yake. Leo nimekuwa na wageni watu 4. Na katika hizo watu 4, mmoja ya hao ni mwajiriwa halali ya mahakama ya ICC. Tulikuwa na miadi ya kukutana kwa ajili ya coffee na mazungumzo za kawaida, na wakakuja kwa maeneo ya nyumbani kwangu. Tukapata muda mzuri ya kuzungumza mambo mingi ya kidunia, mambo ya kimaisha, lakini sana sana muda nyingi tumetumia kuzungumza future ya Tanzania na nini itakuwa inatokea sasa kwa nchi yetu. Kwa kauli ya miongoni ya hawa jamaa ambayo nimezungumza nayo leo, ameniambia hivi. Jina yake kwa sababu tu amezungumza na mtu mkubwa sana Tanzania, alizungumza na Ashe Rose Mwigiro, kama nimekuwa nafanya jina sawa. Huyu mjamaa anaitwa Stephen Pauls. So yule watu alirekodi, na mama yetu Ashe Rose anamjua nani ni Stephen Pauls kwa sababu ni mtu ambaye ametumika naye kwa miaka za nyuma kwenye taasisi za UN, kwenye taasisi za mataifa. Huyu mzee akaniambia kwamba yeye anafahamu peke yake kwa binafsi yake, anamfahamu Ashe Rose kwa sababu ni mtu katumika nayo, na akanihakikishia kwamba huyu mama ni mtu alikuwa na nidhamu sana, na ni mtu ambaye ana good reputation. Sijui Kiswahili yake itakuwa ni nini vizuri kueleza, lakini ni mtu ambaye yuko na reputation nzuri wakati akiwa akitumika. Huyu bwana tabia nzuri. Huyu bwana akanambia tena akanambia story kama huyu mama alikuwa ni katumia lugha, alikuwa ni miongoni mwa tools ambayo tunatumia kwa kazi yetu. Alikuwa ni mashine ambayo tunaitumia ikuwe mambo zetu zikuwe uzuri, kwa sababu tu ya busara na hekima ambayo Mungu kamjalia. Baada yake huyu bwana neno la mwisho kabisa kasema kwamba amestajabishwa sana. Katumia neno ya English kwamba amesema hivi, I'm very surprised, nimekuwa nastajabishwa sana kuona bado mtu ambaye iko na reputation nzuri kwa macho ya dunia kama Ashe Rose Mwigiro bado anaendelea kukubali kuwa kwa nafasi ile tena, hata tu juu ya hizi mambo kwa zimetokezea. Na kwa sababu ya kuwa hizi jamaa alikuwa yuko na mahusiano mazuri ya kiheshima na mama Ashe Rose, alikuwa na mawasiliano naye kabisa ndani ya wiki hizi ambazo za mauaji imetokea ya simu. Akamwambia kwamba ninakusihi sana, ni vizuri kwamba uachie hizo mambo za hiyo nchi, kwa maana kwamba achie hizo nafasi, zinachafua reputation yako. Na pia sababu kwa hivi sasa tuko na pressure kubwa sana ya maelezo ya raia Tanzania ambazo zinataka kufanya maandamano makubwa, na nakusihi sana kwa nafasi ambayo uko nayo, hakikisha haitokuja kutokea jambo mbaya yoyote, kwa sababu dunia inaangalia nini inatokezea. Huyu bwana vile ananieleza hiyo story akanambia kwamba huyu Ashe Rose peke yake anasema kwamba hiyo ni jambo mbaya sana, na yeye peke yake binafsi amezungumza na Samia Suluhu Hassan kumtaka kwamba itumike hekima na busara kubwa juu ya maandamano ambazo zinakuja, isije kafanyika jambo ambayo itaweza kuharibu mambo zaidi, kwa mujibu ya Stephen Pauls ambaye amenipa hii story. Hivyo basi
Naomba kuambia ndugu zangu, licha ya ukweli kwamba tumepeleka barua ya kuwajulisha juu ya maandamano zetu Ikulu ya Tanzania. Ikulu kwa maana hivi, kwa mujibu wa sheria ya Tanzania, Ikulu ya Dodoma na kuna makazi ya rais ni vitu mbili tofauti. Tumepeleka barua Ikulu ya Tanzania, tumepeleka barua kwa Secretariat ya Ikulu Tanzania, tumepeleka barua kwa makazi rasmi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumjulisha juu ya maandamano yetu, kumjulisha kwamba sisi tutafanya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo kwa nchi nzima, na maandamano ambayo nimemwekea matakwa yetu kwamba tunataka wewe pamoja na hizi mijambazi yaache serikali as soon as possible. Na juu yake tukawapigia simu Ikulu na wakapokea, na alipokea mwanamke, na tukampa taarifa juu za maandamano. Licha ya kwamba mazungumzo hayajakuwa matamu sana, lakini ujumbe yetu imewafika. Licha ya kuwa bado naamini mimi si binadamu, ama mimi ni mtu ambaye ninakuwa generated na internet, lakini kwa uhalisia wangu mimi ni binadamu na ni mtu dhaifu kama dhaifu watu nyingine, na niko tayari itafika siku tutafungua cameras, watu kila mtu kuwe anaona nani hasa anaongea. Kama ninarejea tena kusema, mimi na miaka 28 na nimezaliwa katika nchi tukufu ya Tanzania, na Mungu namshukuru sana kujalia mimi kuwa nimezaliwa Tanzania. Hii jambo hakuna mtu yeyote anaweza kubadilisha. Wale watu ambao anasema mimi sio Tanzania, they cannot change the history. Mimi niko na birth certificate ambayo inaonyesha nimekuwa nimezaliwa Tanzania. Ikiwa unapenda, ikiwa haupendi, hiyo ni ukweli. Tumepeleka barua Ikulu. Kwa hiyo ndugu zangu, nyote mjue kwamba tayari Ikulu Tanzania. Habili samani, naomba rudia hiyo kwenye hiyo nationality ili tuweze kuhakikishia watu, kwa sababu kuna watu wana midomo sana. Naomba urudie hapo ili turekodi kabisa. Karibu. Asante sana kaka Nurvaz. Mimi peke zangu nimesema napokea emails nyingi sana, na hata polisi Tanzania inaniambia mimi sio binadamu, inaniambia mimi ni kitu ambayo iko generated na internet, sio binadamu ya kweli. Naomba kusema hivi, mimi nimezaliwa katika ardhi tukufu ya Tanzania na niko na birth certificate, kwa maana ya kwamba niko na cheti ambayo inaonesha nimezaliwa Tanzania. Nimezaliwa tarehe 5 January 1997 kwenye ardhi tukufu kabisa Tanzania, na namshukuru Mungu kwa kujalia nashukuru Mungu kwa kujalia kwamba mimi kuwa nimezaliwa kwenye nchi ya Tanzania. Ninaamini kabisa Mungu ako na mipango yake juu ya kupitia mimi, juu ya nchi yangu, na ambayo sasa tuko tayari kikamilifu kabisa kutumikia. Kuhusu swala ya uraia, uraia ni piece of paper, ni kama document tu. Swala ya passport ni document. Siko na passport ya Tanzania. Kusema ukweli, mimi sipendi mtu kuwa nasema jambo ambayo sio ya ukweli, lakini sio kwa sababu sio Mtanzania. Na jambo nyingine ambayo most important, ninaambiwa mimi nimechanganya damu kama niko na mzazi mzungu. Hapana, mimi wazazi yangu yote ni Waswahili, ni Wabantu kutoka Tanzania. Bibi zangu wamezalia Tanzania, mama zangu wamezalia Tanzania, wazazi yangu imetumika Tanzania kwa nafasi nyingi kubwa tu. Kwa hiyo nitafikia hapo, nisiseme sana kuhusu mimi kwa sasa, lakini naomba kuambia I'm not internet generated robot. Mimi sio mtu ambaye ninakuwa mimi si robot kama inaendeshwa kwa internet. Mimi ni binadamu. Naomba hii ifike hapo, ni mtu ya kweli. I was born Tanzania, wazazi yangu ni ya Tanzania, na hapo ni kwetu. So hizo mastori za hawa jamaa ambazo washalewa tuachane nazo. Lakini ndugu zangu, kwa unyenyekevu mkubwa sana ninaomba kuambia kitu kimoja, hasa ile watu wanaona mimi si wa Tanzania. So lazima mpende maneno zangu. So lazima mjue uraia zangu. So lazima mjue ninaonekanaje. Ni muhimu zaidi ndugu zangu,
kuweni na imani juu ya zile watu wameuliwa. Nisikilizeni nini nasema kwa makini sana. Sio lazima wewe uraia ama ukitu yangu haihusiani na ukweli kwamba kuna mauaji makubwa yamefanyika na wameuliwa watu ambazo hawana hatia, na hii damu lazima ilipwe. Kwa hesabu ya mwanzo tulikuwa nayo, wameuliwa watu 10,000. Kwa hesabu ya kibiolojia, kila mwili ya binadamu ina damu lita 5. Sasa 5 mara 10,000 maana yake imemwagika damu 50,000 kwenye ardhi ambayo mimi nimezaliwa, jambo ambayo mimi siwezi kukubali. Lazima hii damu ifanyike malipo kwa njia yoyote ile. Na tuko na uhakika na tuko na mambo nyingi tayari tushazichukua. Tunahakikisha tutaiparalyze serikali ikiwe kwa raha zao au kwa nguvu. Hiyo jambo haitaki tena mazungumzo, kwa sababu tuko na mifumo muhimu sana tushaichukua ya serikali. Hii vita ni kubwa sana, na hii ndio kwanza phase 1. Kwa hiyo ndugu zangu, si kwamba barua zimefika Ikulu tu, lakini Bibi Asha Rose tayari na yeye anazungumza. Hatujui kama kwa ukweli ama whatever, lakini amesema peke yake, kasema kwamba kahuzunishwa pia na hizi mambo, na anajaribu kuongea na rais kwamba itumike busara na hekima juu ya maandamano ambazo tunakuja kufanya tarehe 9 Disemba 2025. Kwa sababu tu ya maumivu na emotional, nitasimama kidogo, tupishe kaka zetu kama kina Nurvaz na watu nyingine, tukue tunaongea kwa pamoja. Na kwa vile leo ni Sunday, I'm here to stay. Niko hapa. Mimi nafikiri okay. Faida. Wakija watu wa Amnesty International, maana yake hata nguo zao wakiwa pale zitakuwa zimeandikwa Amnesty International, na wana mahelmeti yao yameandikwa Amnesty International, na wana kamera zao wanazorekodi matukio na maandamano ambayo tunayafanya. Hawatovaa jezi zetu, wala hawatobeba maandamano yetu, na watu hawa tutaweka front line. Tutawapa route ya wapi maandamano yetu yanaanza na wapi maandamano yetu yanaishia, na watarekodi kila jambo, litakuwa live. Hawa watakuwa ngao ya kuthibitisha sisi tunapata usalama dhidi ya manyanyaso na mateso ya polisi. Mambo ambayo nilowaeleza hawa watafanya ndio mambo hayo ambayo International Committee of the Red Cross uwepo wao watafanya, na mambo hayo ambayo Office of the United Nations High Commissioner for the Human Rights watakuweko pale, watavaa nguo zao, watakuwa na vitambulisho vao wakijitambulisha hivyo. Na watu wa UNHCR watakuwa na vitambulisho vao na watavaa nguo zao za aina hiyo. Ndugu zangu, maandamano tunataka kufanya safari hii, tunataka tuhakikishe kwamba tunawapa uhakika vilema kwamba watakuwa salama. Tunataka vilema washiriki maandamano haya. Tunataka wamama wanaouza mamantilie washiriki maandamano haya. Tunataka watoto chokoraa washiriki maandamano haya. Tunataka vijana wenye nguvu na wamama wazee washiriki maandamano haya. Na ili tuwashawishi na kuwaaminisha kwamba waweze kushiriki maandamano haya, lazima tuwathibitishie kabla hatujawaita kwamba watalindwa na taasisi za kimataifa. Vinginevyo kwa unyanyasaji na udhalilishaji uliotokezea wiki chache zilizopita, tusijidanganye kwamba tutaweza kuuaminisha umma mkubwa wa Watanzania kufanya maandamano yasiyokuwa na kikomo. Maandamano yasiyokuwa na kikomo yanataka matayarisho, sio ya ndani, yanataka matayarisho ya kimataifa. Kwa sababu kuna huduma za msingi wakati maandamano haya yanafanyika, itabidi waandamanaji tuwapatie, ikikuwemo vyakula, maji ya kunywa, ikiwezekana viatu, hata na mito.